Wale ambao wakifahamiani, naitwa Tunja Serious Kiati, ni diwani wa kata ya Nyamisangula, lakini pia ndio mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tarime. Zangu nianze kwa kutoa pole, lakini kabla sijaendelea, naambia wapo madiwani, nimesikia yuko diwani kutoka Weli. Madiwani wote walioko hapa ambao wamekuja kwa ajili ya familia hii kuifariji kutoka maeneo mbalimbali, kama wapo msimamo mpunge mkono. Asante. Nimeona na diwani wa Serengeti niambia na yeye ni mwanafamilia na tulikuwa tunawasiliana, lakini waombe, nimekuja na madiwani, tulikuwa kwenye kikao, mtatusamehe, ndio maana hata diwani wakati amechelewa, tulikuwa kwenye kikao. Kwa hiyo niko na madiwani, makamu mwenyekiti na diwani wa viti maalum Sofia, mtaingia wageni kwa makamu njoo. Kama unaona nataka angalau nisio tusamehe kidogo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana ni mwema na wakati wote. Asalamu alaykum. Nashukuru mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Majina yangu naitwa Doris Maximilian Chacha. Kwa neema ya Mungu ndiye diwani wa kata ya Nyandoto, lakini pia kwa neema ya Mungu ndiye makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tarime. Nitoe pole kwa ndugu, jamaa na marafiki kwa msiba huu mkubwa wa kuondokewa na mama yetu, bibi yetu mpendwa kabisa. Lakini tumshukuru Mungu kwa ajili ya uhai aliyomjalia mama yetu. Nimesikia historia hapa, kwa kweli jambo la kumshukuru Mungu sana. Lakini nitoe pole kwa diwani wa kata hii. Nafikiri mnaona namna alivyo na majonzi. Nikupe pole baba yangu, mshukuru Mungu kwa kila jambo. Hata hii nalo napaswa kushukuru. Asante na Mungu awabariki sana. Asante makamu. Lakini niwashukuru sana wachungaji wetu, nimewaona mchungaji wa kanisa la Mennonite, nimeona hata mchungaji wa KKT yetu, mchungaji Mabuge na wengine. Nitambue uwepo wenu, lakini nitambue pia uwepo wa diwani mstaafu wa kata hii, ndugu yetu na rafiki yetu Mheshimiwa Komote. Nimekuona popote ulipo mbunge waombolezaji mkono. Lakini ndugu zangu, niwashukuru sana kwa sababu familia hii binafsi mimi ni family friend. Mzee aliyekaa hapa nyuma juzi nilimkuta Msoma pale kwangu. Sisi kwa bahati mbaya diwani wetu alikuwa amepata ajali. Wakati tumekwenda pale kushughulika na huduma yake na kumchukua pia kumrudisha huko Tarime, nilimkuta mzee pale na mama ile mama Mtando. Poleni sana. Nimewakuta pale wanahangaikia afya ya huyu mama ili waweze kuokoa maisha yake. Lakini kwa bahati mbaya sana Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Kwa hiyo niwatie moyo, niwape pole sana, na niwapongeze kwa namna ambavyo mlikuwa mnamhudumia huyu mama. Mimi kwa bahati nzuri hii familia tunafahamiana sana. Iliwahi kutokea jambo kubwa sana kwa huyu mzee wa hii familia. Ili siku tunakuja hapa na ndugu yangu, tulikuwa na vitisho vikubwa sana. Lakini tulipofika hapa kuna mama tulikuwa analia ndani. Analia. Huyu mzee, namshukuru mzee msimama. Nafikiri mwenyezi wetu wa tawi hili. Huyu mzee alisema, unalilia nini? Wewe unataka kutuchonganisha ili hawa kuwaumiza au kufanya jambo lolote kwa hawa mzee. Kwa hiyo mzee, nakushukuru sana. Natangia hapo tumekuwa marafiki sisi na familia hii, na tunawashukuru sana, Mungu awabariki sana. Kwa hiyo maana hata mimi kwa niaba yangu na familia yetu nitoe pole kwa familia hii, sababu hii familia ni family friendly, ni familia ambayo tunaiheshimu sana. Tunaiheshimu sana. Mungu awatie nguvu. Kwa sababu tumechelewa, tutakuwa na maneno mengi zaidi. Niwashukuru sana zangu wote mlioko hapa. Tunashukuru wachungaji wetu. Nimekuona mzee wangu na mpiga kura wangu Zenyangi. Tumewaona hapa wagaji na wengine wachungaji wangu hapa. Mungu awatie nguvu. Asante sana.